Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya mambo kuwa mengi huko mtandaoni, ni kwamba it's official, mwanadada Poshy Queen ambaye alikuwa katika mahusiano na Harmonize Konde Boy ameamua aweke mambo bayana kwamba na yeye pia amemove on na yuko na mpenzi mwingine. Na sio tu kwamba labda eti yuko na mpenzi mwingine, hapana, ni kwamba sasa hivi yuko katika maandalizi kabisa kwa ajili ya kufunga ndoa na huyo mpenzi wake mpya. Kama unavyofahamu ni kwamba huko upande wa pili kwa Harmonize Konde Boy tayari ameshaweka mambo bayana kwamba na yeye naye yuko katika mahusiano na mrembo mwingine ambaye naye pia ana shape, ambaye alikuwa ni hasimu wa Poshy. Kwa sababu Poshy bwana, kipindi anaanza kutoka kuwa maarufu katika mitandao ya kijamii kutokana na shape ambayo yuko nayo, upande wa pili bwana, huku kulikuwa kuna mdada mwingine anaitwa Sanchoka ambaye na yeye pia watu walikuwa wanamshindanisha naye kwamba ni yupi ambaye ana umbo la kuvutia zaidi, hususan kwenye suala la mshepu. Kwa hiyo at the end of the day bwana, kila mtu akawa na la kwake la kuzungumza, lakini kitendo cha Harmonize kuachana na Poshy Queen kwenda kudate na Sanchoka ni moja kati ya vitu ambavyo vimewachekesha watu wengi sana, kuona kwamba bwana Konde ameamua atoe kitu aweke kitu. Kwa hiyo bwana, it's official kwamba Harmonize Konde Boy yuko kwenye mahusiano huku na Sanchoka, lakini pia upande wa pili bibie Poshy Queen naye pia ameamua kuweka bayana kuhusiana na mahusiano yake yeye pia na mwanaume ambaye amempata hivi karibuni. Kwa hiyo Poshy bwana amezungumzia hilo swala. Unaambiwa kwamba bwana hajakosea kabisa hajakosea kuolewa na huyo aliyempata sasa hivi, kwani amefanya chaguo sahihi. Amedai kwamba yeye ni mwanamke mzuri na atampa raha na furaha. Poshy Queen amesema hivyo kuhusiana na mwanamume wake mpya ambaye amempata. Lakini pia vile hapa kuna page nyingine imekuja kuripoti kuhusiana na habari nyingine ambayo Poshy ameizungumza. Maana siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo Poshy alikuwa anafanya party, ni kama vile wanaume wanaofanyaga ile bachelor party, basi huku pia wadada nao pia wanafanya kama send off fulani hivi ya kwao wenyewe, kama kitchen party fulani hivi. Hiyo ni kwa ajili ya maandalizi ya ndoa ya bibie Poshy Queen. Kwa hiyo basi katika hiyo sherehe ni kwamba Poshy alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari, na alichokizungumza bwana ndo hicho. Anadai kwamba mwanaume aliyempata sasa hivi amefanya chaguo sahihi. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuolewa na huyo mwanaume ni kwamba anajua kabisa kwamba atapata raha, kwani yeye ni msichana mzuri. Kwa hiyo lazima atimiziwe kile ambacho yeye anachokitaka, na hususan sana ni furaha. Lakini pia vile ni kwamba Poshy anadai kwamba ameolewa ndoa ya kiserikali, lakini mambo ya sherehe ndio bado, lakini ndoa tayari, maana ni ndoa ile ya kusaini ya kiserikali zaidi. So hapa kuna page imekuja kuripoti pia kuhusiana na hilo swala, wakiwa wameandika kwamba bwana, usiku wa kuamkia leo mrembo Poshy Queen amefanya sherehe ndogo na marafiki zake wa karibu, ikiwa ni kujipongeza baada ya kufunga ndoa ambayo wenyewe wamekiri kwamba huku akiwa ameweka wazi kuwa ni ndoa ya kiserikali. Lakini ukichana na hilo pia vile hapa kuna page nyingine imekuja imeandika kwamba bwana kuna page hapa amekuja ameandika kwamba bwana kaona atulie na dalali, wasanii watamuumiza kichwa. Kuna wadau wanasema hivyo kwamba Poshy ameamua atafute mwanaume ambaye ni dalali. Hiyo ni page ya mitandao ya kijamii huko amekuja kuandika hivyo kuhusiana na vitu ambavyo vinasemekana kumuhusu Poshy. Lakini pia vile ukiachana na sakata hilo, unaambiwa kwamba bwana Poshy hana kinyongo kwenye harusi yake. Maeksi wake wote wamealikwa akiwemo Harmonize. Bwana wakamshuhudie mwanamke wao anatunzwa vipi au anatua kwa nani siku hiyo. Kwa hiyo kuna sherehe inakuja kumuhusu Poshy Queen, lakini katika hiyo sherehe baada ya kufunga ndoa kwanza kiserikali ni kwamba amefanya kwanza party na marafiki zake wa karibu, then kuna sherehe inakuja, na hiyo sherehe ikija bwana, unaambiwa kwamba kwa mujibu wa Poshy Queen mwenyewe ameweka wazi kwamba ni ndoa ya
ya kufana, lakini pia vile vile amewaalika mpaka maeksi wake nao waende wakashuhudie kipindi yeye anaolewa. Kwa hiyo swala la ndoa tayari imeshafanyika kimya kimya, lakini sherehe, yani harusi yenyewe, ndio itafanyika hivi karibuni, na katika hiyo harusi ndo hivyo maeksi wamekaribishwa. Lakini pia vile vile kitu kingine ambacho ameulizwa na wadau mbalimbali, kwa mfano hapa kuna jibu hapa amelitoa Posh Queen, amesema kwamba yeye ameolewa. Watu wakamuuliza kwamba je, umeolewa mke wa kwanza au wa pili? Hajaweka wazi, lakini amesema kwamba yeye yuko tayari hata kuwa mke wa pili. Hapa kuna page ameelezea vizuri zaidi, amesema kwamba mrembo Posh Queen ameweka wazi kwamba mwanaume aliyemuoa ni Muislamu, japo hajataka kumweka wazi, lakini ameahidi kwamba siku ya Jumamosi atamuonyesha, huku akifunguka kuwa tayari hata kama atakuwa mke wa pili. Kwa hiyo siku ya Jumamosi Posh Queen atamuonyesha mwanaume wake wazi, lakini pia vile vile ni kwamba amesema wazi yeye mwenyewe pia kwamba yuko tayari hata kama huyo mwanaume wake kwa vile ni Muislamu, hata kama akioa mke wa pili, yeye Posh amesema yuko tayari, yani yuko radhi. Lakini pia kuishia hapo ni kwamba Posh ameweka wazi kwamba mwanaume wake bwana ni dalali. Mapenzi na muziki hataki tena. Kwa sasa hivi bwana ameamua aolewe na dalali, ambaye huyo mwanaume wake ni dalali, ni Muislamu, na Posh hapa ameweka wazi kuwa mume wake ni dalali ila pesa yuko nazo. Pia vile vile mume wake ni mjasiriamali, anamjali yeye Posh sana. Na pia vile vile ukiachana na hayo yote, ni mwanaume ambaye ni mcha Mungu na amezidiwa umri ambao alikuwa anautaka kutoka kwa mwanaume atakayemuoa. Yani Posh yeye mwenyewe alikuwa anataka mwanaume wake awe kidogo amemzidi umri. Kwa hiyo basi mwanaume aliyempata anaona kwamba ana vigezo, kwani kwanza kabisa amemzidi umri, lakini pia vile vile ni dalali, lakini yuko na fedha na anampenda, anamjali, ni Muislamu, na kwa jinsi ambavyo Posh anavyompenda, hata kama mwanaume wake akiamua kuoa mwanamke mwingine, yani mwanamke wa pili, Posh yuko radhi. Mambo hayo. Lakini hili swala la Posh kuolewa na dalali bwana limemeke headline zaidi. Kwa mfano hapa kuna page nyingine hapa imekuja imeripoti, ameandika kwamba mrembo ambaye amejizolea umaarufu mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kutokana na urembo wake na muonekano wake, yani shepu, Posh Queen, ni kwamba ameweka wazi kuwa kwa sasa hivi ameolewa na dalali. Kabla ya kauli yake hii, mrembo huyu alishawahi kufunga ndoa hapo mwanzo na mwanaume kutoka nje ya Tanzania, lakini ndoa ile ilivunjika kutokana na sababu ambazo wanazijua wao. Aidha, Posh Queen bwana aliwahi pia vile vile kuwa katika mahusiano na star wa muziki wa Bongo Flava Harmonize TZ, lakini pia vile vile baadaye penzi lao lilivunjika, huku mrembo huyo akidai kwamba penzi lake na Harmonize lilikuwa ni la mkataba. Lakini siku ya tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2025, Posh Queen alithibitisha kwamba ameolewa na mwanaume ambaye anafanya kazi ya udalali. Kutokana na story hii, basi unaweza kutafakari na kuelewa wanawake kama Posh Queen ni wa aina gani. Hilo ni swali. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.